Tafadhali punguza sauti, na kama pembeni yako kuna mtu, basi save video hii, utaitizama baadaye. Soma hayo maelezo hapo. Okay, hivi unafahamu ya kwamba mwanaume ambaye ameanza tabia za kuingiliwa kinyume na maumbile ni ngumu kuacha kuliko mwanamke ambaye ameshaanza? Nitakupa sababu mbili. Tunafahamu ya kwamba kwenye mfumo wa uzazi wa mwanaume kuna kitu kinaitwa prostate gland. Hii ni tezi ambayo ina kazi nyingi, ikiwa ni pamoja na kusafisha au kusindikiza mbegu wakati mwanaume amefikia mshindo. So, hiki kitu kwa mwanamke hakipo, na nakukumbusha ya kwamba kwenye mfumo wa uzazi wa mwanaume hakuna sehemu ambayo inaweza kupeleka taarifa haraka kwa msisimuko mkubwa kama kwenye hii prostate. Na maanisha mwanaume akiguswa kwenye prostate anasisimuka zaidi kuliko akiguswa kwenye uume. Kwa maana hiyo, raha anayoipata pale hawezi kuipata hata kwa kushiriki tendo. Ndio maana kuna wanawake huwa wanasema mpaka umbusti ndio wanafika kileni au wanaenjoy. Nadhani nishaye kusikika sana mitaani. Na pia iko hivi, kama ufahamu kuhusiana na hii tezi, mara nyingine utakuta mwanaume hata ukienda kujisaidia haja kubwa, unakuta kuna majimaji yanatoka mbele ya urethra, yani sehemu ya tundu la mkojo. Yale majimaji ni kwa sababu hii tezi ilikuwa compressed au ilisisimuliwa. So movement zikitokea, tezi hii huwa inasisimuka na inaachia majimaji fulani. Na hii inatokana ya kwamba hii tezi huwa inapatikana sehemu ya mbele ya rectum, yani kwenye hiyo puru, ukiingiza kidole unaigusa hiyo tezi, wala haiko mbali na hapo. Kwa maana hiyo, ndio maana unakuta hii tezi ikisisimuka, mwanaume anaenjoy zaidi. That's why wakati wa kufikia mshindo mwanaume hawezi kumove taratibu, hawezi kumove mbele na nyuma kama alivyokuwa na move. Lazima ataanza kumove kwenye movement ambayo haikuwepo pale, kwa maana ya kwamba anaistimulate zaidi ili iweze kuachia yale maji na aenjoy. Pale ndipo anaenjoy zaidi. So, iko hivi, ukiwa umeshawahi kufanya hivi, maana yake raha unayoipata pale hauwezi kuipata hata kwa kushiriki tendo. Hiyo ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili ni density au wingi wa nerve ambazo zipo katika eneo lile, kwa maana ya kwamba namna ambavyo zimesheheni. So, kwa mwanaume kwenye puru yake pale karibu na rectum kuna hizi pudendal nerve. Kwa mwanamke pia zipo, ila kwa mwanaume zina density kubwa, yani zipo kwa wingi. So, maana yake zinapeleka taarifa nyingi zaidi na kwa ukubwa zaidi kuliko mwanamke. Hizi ndizo zinafanya mtu ajisikie hamu au apate ile shauku, awe kama anawashwa kipindi asiposhiriki au asipoguswa au asipofanya kitu, anakuwa kama anaona kuna mtu anamuita. Ukiachilia mbali sababu za infections za kuwa kama movement za microorganisms, lakini pia ni sababu kubwa. So hizi nerves huwa zinatengeneza memory ya kumfanya aone anahitajika kuguswa pale. So kwenye part 2 nitaeleza zaidi. Tafadhali angalia video inayofuata, nimeeleza zaidi. Lakini pia ukishare